اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عاقبة أمرنا في خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونسألك كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. Leo tunaendelea na kitabu chetu Riyadhus Salihin cha Al-Hafidh Sharafuddin An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, tukiwa katika mlango muhimu babul islahi baina an-nas, mlango uliokuja kubainisha kusuluhisha kati ya watu. Al-islahu baina an-nas, kusuluhisha kati ya watu, maana yake ni maarufu. Kusuluhisha baina an-nas ni jambo ambalo ni maarufu na maana yake inajulikana. Ni kwamba maana yake ayakuna baina shakhsaini muadah wa qati'ah, ni kuwa kati ya watu wawili kuna uadui, wamekatana, fayuslahu bainahuma, wakawa wamesuluhishwa kati yao. Na kama walivyoeleza ahlul ilmi kuhusiana na swala la islah, wasuluhisha baina, yani kusuluhisha kati ya watu, wanasema kwamba al-islah yakunu akada bin-nadhari ila al-ashkhas. Islah inakuwa na uzito zaidi kwa kutazama wale watu waliokatana, waliochukiana. Kwa mfano mathalan al-islah baina al-ab wa ibni, ikawa imetokea sitofahamu kati ya mtoto na baba, hii suluhu yake inakuwa ni nzito zaidi na inahitajika zaidi kutokana na mafungamano muhimu mno ambayo yanatakiwa kuwepo kati ya baba na mtoto. Pamoja na kwamba katika janibu ya mtoto anapokuwa amekwaruzana na baba yake, yeye mtoto inabidi ajijue kwamba katika makosa anatakiwa ajishushe, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahfidh lahum janaha dhulli min ar-rahmah, na inamisha mabega yako. Wahfidh lahum, inamisha mabega yako kwa ajili ya wazazi wako wawili, yani kwa maana wazazi wawili lazima wainamie kwa vitendo na wainamie kwa nini? Kwa maneno. Maneno sauti isikai juu, na wakati wa kuzungumza nao basi zungumza nao maneno yawe chini. Ihfadh lahum janaha dhulli min ar-rahmah, kwa huruma kabisa. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, sema ya Allah, waombe dua, warehemu wazazi wangu wawili kama ambavyo walivyonilea nikiwa mdogo. Kwa hivi ndivyo ambavyo natakiwa. Lakini mtoto kawa nganga, alikuwa nini, mzazi akikwambia hilo usikii, na ahyana nakwambia jambo ambalo ndani yake kuna maslaha na wewe, hilo jambo la yajuz, haifai kabisa. Inatakiwa jambo ambalo atakuelekeza mzee wako au baba yako au mama yako, lazima ulifuate, maadamu ndani yake hakuna kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna kumwasi Allah hautakubali, lakini hutotumia lugha chafu,
utaendelea hivyo hivyo kuambia kwa upole, na ukiwa mbele yao uwe mwenye kuinamisha mabega yako. Jayyid, tumeelewana hivyo? Na vile vile mathala ikawa islah inatokea baina al-akhawaini, kati ya mtu na ndugu yake, baina al-akh wa akhihi, kati ya mtu ndugu na kaka yake. Hii inakuwa pia ni nzito islah. Kwa hiyo hakadha, kwa hiyo sulhu uzito wake na ukubwa wake unatokana na wale watu wanaosuluhishwa. Na sulhu ina faida kubwa sana katika Qur'an na Sunna, lakini tunashika na hizi ahadithi ambazo amestaja al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna kheri katika minongono yao mingi. La khaira fi kathirin min najwahum, hakuna kheri katika mingi miongoni mwa minongono ambao watu wanakuwa wananongonezana. Illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa kwa yule ambaye ameamrisha sadaqa au ma'rufin au wema au islah baina nas, au akawa amewasuluhisha watu. An-najwa, najwa maana yake yani hii minongono. Tukisema kwamba watu wananongonezana ni al-kalamu al-khafi, ni yale maneno ya chini kwa chini ambao labda watu wanaweza kaambizana wawili kwa wawili au watatu kwa watatu au kundi fulani wakanongonezana. Al-kalamu al-khafi baina ar-rajuli wa sahibihi, ni maneno ya chini kwa chini kati ya mtu na mwenzake. Kwa hivyo aktharu al-munajat baina an-nas la khaira fiha. Allah anatubainisha hivyo, minongono mingi ambayo inakuwa kati ya watu haina kheri. Illa man amara bi sadaqati, isipokuwa minongono ya yule mwenye kuamrisha sadaqa au ma'rufin, au akamrisha wema. Na wema ni ule ambao umejulikana shar'an au aqdan au urfan. Wema ni kile ambacho kimejulikana kisheria katika Qur'ani na katika sunna za Bwana Mtume kwamba huu ni wema, ni maarufu, au ikajulikana kiakili, au ikajulikana kutumia ada za watu ambazo haziendi kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Huu unaitwa ni wema. Yani wema ni neno ambalo linajulikana kisheria, lakini likijulikana kiada lisipingane na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona vizuri hapo. Hii ndio maana ya al-ma'ruf. وقال تعالى، لما سمع الله سبحانه وتعالى والصلح خير، والصلح خير، نصلح خير. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na suluhisheni yale ambayo yako kati yenu katika zile husumati, yani makindano, mizozo, ugomvi, suluhishaneni. Kwa maana msuluhishane bil mawadda wa izalatu nizaa, na kuondoa ile migongano. Wakala taala innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, fa aslihu baina akhawaykum, wasuluhisheni ndugu zenu. Suluhisheni yale matatizo yaliyokuwa kati ya ndugu zenu. Ikiwa watu wamegombana, wasigombane mkachukua mkawa na makundi, bali mtafute namna ya kuweza kuwasuluhisha ili wakae kitu kimoja. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. viungo au maungio
ya watu, kullu sulama minan nas, maungio ambayo yanapatikana katika viungo vya watu, kila kiungo kinahitaji sadaqa. Alayhi sadaqa, ni wajibu kitoe sadaqa. Kulla yawmin tatlu'u fihi shams, kila siku ambayo inachomoza jua. Hivi viungo ambavyo Allah amekumba navyo na haya maungio, lazima ujatolee sadaqa. Kila kimoja lazima utolee sadaqa kila siku. Sasa Mtume akabainisha sadaqa ambazo tunaziweza. Ta'dilu baina al-ithnayn sadaqa, kuwasuluhisha watu wawili. Ta'dilu baina ithnayn, ta'dilu baina al-ithnayn sadaqa, kuwasuluhisha watu wawili waliogombana ni sadaqa, ikiwa utalifanya hilo. Wa tu'inu ar-rajuli fi dabatihi, wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi, au wa tu'inu ar-rajuli fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha, kumsaidia mtu kumsaidia mwenzake katika mnyama wake, akambeba juu yake, au tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu, au akamnyanyulia juu yake, yani akambebea, kwa maana akambebea mizigo yake. Sadaqa pia. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa, na neno zuri pia ni sadaqa. Kutamka maneno yaliyokuwa mazuri pia ni sadaqa. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun, kila hatua ambayo unaipiga kuelekea masjid kwa lengo la swala au lengo la ibada ni sadaqa. Wa tumitu al-adha 'ani at-tariq sadaqa, na kuondoa udhia katika njia pia ni sadaqa. Muttafaqun alayh. Wa maana ta'dilu bainahuma ay tuslihu bainahuma bil 'adl, wanawasuluhisha kwa uadilifu. Hii hadithi imebeba mambo mengi, lakini hapa mradi wetu tunahitaji neno ta'dilu baina ithnayn, kuwasuluhisha watu wawili. Al-islah, hii ni sadaqa. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، haisabiki kuwa ni muongo yule anayewasuluhisha watu. Laysa alkadhab alladhi yuslih baina an-nas, haisabiki miongoni mwa waongo, haisabiki kuwa ni muongo ambaye anasuluhisha kati ya watu. Fayanmi khairan, akatawana khairi, akaeneza khairi, au yaqulu khairan, au akasema khairi. Ni kwa maana anakusudia kwamba lau kama mtu anawasuluhisha watu, lakini ikatokea au ikahitajika kwamba akawa amesema uongo, basi jambo hilo haisabiki miongoni mwa waongo, kwa sababu lengo lake ilikuwa ni nini? Al-islah baina an-nas. Isipokuwa tu huo uongo ukoje? Ni uongo wa hakika au ni uongo ambao ni tauria? Ahlul ilm umetofautiana katika masala hayo. Baadhi yao wamesema hapa ni uongo kabisa wenyewe, maadamu alikuwa anataka islah. Wengine wakasema hapana, Mtume hawezi kuamrisha uongo. Wakasema hapa mradi wake ni tauria, kwamba kwa maana ni nini? Yani ni tauria kwa maana unazungumza maneno. Tauria mwisoma, unazungumza maneno ambapo anayekusikiliza anafahamu kinyume na vile unavyofanyaje, unavyokusudia. Hiyo ndio mradi wa nini? Wa at-tawriya. Yani kwa maana ni kama fumbo fulani hivi, ni kama fumbo fulani, lakini inakuja kubainishwa na hadithi nyingine. Wa fi riwayati Muslim ziyada, na katika riwaya ya Muslim kuna ziyada. Qalat, akasema Aisha: walam asma'uhu yurakhisu fi shay'in mimma yaquluhu an-nas, sijawahi kumsikia anasema anaruhusu
kitu chochote katika uongo, katika yale wanayosema watu, yani katika uongo, illa fi thalathin, isipokuwa mambo matatu, katika mambo matatu. Yani taani alharba, katika masala ya njama za kivita, kwa sababu alharbu khid'a, vita ni hadaa. Vita ni hadaa. Kwa hiyo katika vita inafaa mtu usema uongo ima katika vita, na inafaa kufanya jambo la yani katika vita hilo swala la njama za vita inaweza ikawa kwa maneno, inaweza ikawa kwa vitendo. Kwa maneno, kwa mfano mtu akaonyesha kama vile anakimbia, lakini kumbe katika kukimbia anatafuta tekniki ya kufanyaje, tekniki ya kurudi. Hiyo ni aina miongoni mwa aina za tauli au za uongo kivitendo, kwamba umeonyesha kama vile unakimbia, ili akishakufukuza baadaye unatafuta namna unazunguka, tumefahamiana vizuri hapo, na unamnyoosha vizuri. Au kimaneno, inaweza kaja kimaneno pia, yani kwa maana kama umesema uongo ambao tumeelezea kwamba au kama tutakapokuja kuelezea wengine wamesema kama je ni al-kadhib al-haqiqi au ni at-tawliya, tutakuja kuelezea biidhnillah azza wa jalla. Qala wal islah baina an-nas, wal islah baina an-nas, na kusuluhisha kati ya watu. Wa hadith ar-rajuli imra'atah, na mtu kuzungumza na mkewe. Kwa mfano akamwambia kwamba wa hadithu ar-rajuli imra'atahu wa hadithu al-mar'ati zawjaha, na hadithi ya mwanamke kuzungumza na mume wake. Yani kwa mfano mathalan mwanamke au mwanamume akamwambia mwenza kama nakupenda sana kuliko watu wote duniani hapa, au wewe ni mzuri kama kadha na kadha, akasema maneno ya kufurahisha ambayo mtu akiyasema mke wake anafurahi, au mwanamke akiyasema mwanamume anafurahi. Na alhakika inawezekana kawa yule anayeambiwa anaona kwamba yeye hayupo hivyo, lakini akaona kwamba mke wake au mume wake anamwambia anaona hivyo. Kwa hivyo ndio aliyohusiwa. Kwa hiyo akasema ahlul ilmi, hadi almuradu bilkadhib huna alkadhib alhaqiqi, sawa sawa, iwe katika harb, iwe katika islah baina an-nas, iwe katika maneno ya kati ya mwanamume na nani, mwanamume na mke wake, au mwanamke na mume wake, ni uongo wa kweli au ni taudia. Na taudia tumesema maana yake an yatakallama almutakallim yafham minhu as-sami' khilafa qasdi almutakallim au qasdihi. An yatakallama almutakallim yasma' minhu as-sami' khilafa qasdihi, anazungumza mwenye kuzungumza, lakini mwenye kusikiliza anafahamu kinyume cha kusudio la yule mwenye kuzungumza, kwa anazungumza kwa fumbo fulani. Kwa sasa je, ni taudia au sio taudia? Baadhi ya ahlul ilm wakasema hata taudia pia ni uongo, kwa sababu msikilizaji anasikiliza kinyume cha makusudio ya nani? Kinyume cha makusudio ya yule mwenye kusema. Na hii mpaka ikaja kwa mwanamke. Kwa mfano mathalan mtu amemdanganya mwanamke au amesema kadha na kadha, la shaka akifahamu kwamba ni kinyume cha vile alivyoambiwa na mume wake au na mke wake, inawezekana hali inaweza kama mbaya nyumbani. Au katika hali ya islah, wakasema kwa mfano katika taulia, mtu amegombana na mwenzake, nataka kidogo wale wadui upungue, baadaye wasuluhishane. Ukasema bwana, nimemsikia fulani anakutaja vizuri. Hujamsikia anamtaja vizuri, isipokuwa wanasema ni kwa mfano mathala katika swala akisema wa ala ibadillahi salihin, kwamba anawaombea waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa wema, waliopo na ambao hawapo. Kwa hiyo kama vile amemwombea hata yule, yani min haythu al-umum, kamwombea umuman. Akisimama kwa mfano kwenye hutuba ya mimbari, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, akamwambia walikuwa hai na waliokufa. Na anaingia haingii huyo yule ambaye umegombana naye, in kana muslima qulu, anaingia.
Sasa wewe ukaichukua hiyo ukasema bwana, nimemsikia nimemsikia al-akhi anakuombea dua, anakutaja vizuri, na wewe ulichokisikia ni hicho cha kwenye hutuba. Ulichosikia ni hutuba. Wapi bwana? Tulikuwa masjidi pale siku ya Ijumaa. Kama unataka kusudia lingine kwenye hutuba. Kwa hiyo hata baadhi ya ahlul ilm wakasema hata taulia ni nini? Hata taulia ni uongo. Kwa hiyo almuhim taulia imeruhusiwa. Na haya mambo yameruhusiwa, lakini yajibu ala almuslimi an yataharraza an alkadhib. Muislamu inabidi ajikinge, ajiwekee kizibo kabisa na kinga na uongo, kwa sababu mtu akizoea kusema uongo, basi la shaka kwamba itafika time atakuwa anasema uongo mpaka hata yuktaba inda Allah madha kadhaba. Na katika hadithi ambayo tulisoma wiki iliyopita, katika watu ambao Allah amewadhaminia pepo ni man taraka al-kadhiba walau kana madha walau kana maziha, yule ambaye ameacha uongo hata kama alikuwa anasema anafanya mzaha. Kwa ni kujitahidi mtu kuitazama nafsi yake kwamba mimi huwa anasema uongo au kadha na kadha, yumarrinuha, aizoeshe kidogo kidogo kwamba ajitahidi mpaka aache uongo ili aweze kupata pepo, kwa sababu Mtume amemdhaminia pepo. Jayyid. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawta khusumin bil bab. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisikia sauti ya mzozo katika mlango, aliyatin aswatuhuma, ikiwa iko juu sauti zao wale wanaozozana. Wa idha ahaduhuma yastawdi', mara mmoja wao yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu, mmoja wao alikuwa anamuomba mwenzake, bwana naomba unifanyie takhfifu kwenye deni. Wa yastarfiquhu, na namuomba kwamba amdai kwa upole. Ni kwa maana yastawdi', yani anamuomba kwamba nakuomba katika deni lako unalodai basi unipunguzie, uchukue baadhi yako, ukuna ndai 10,000 chukua hata 6,000 au 7,000 uweze kulipa. Au yastarfiqu, anamuomba amdai kwa upole. Tumeona vizuri hapo, amdai kwa nini ya ikhwa? Amdai kwa upole. Wa yastarfiquhu fi shay'in, amdai kwa upole katika hicho kitu. Wa huwa yaqul wallahi la af'al, yule anayedai anasema sifanyi, wallahi sifanyi, bwana nipunguzie deni bwana, hili siliwezi. Au ndai kwa upole, nitakupa tu, huyo wallahi sikupunguzii na nitakudai kwa tumefahamiana vizuri hapo, kwa nguvu lazima ulete changu. Fakharaja alayhima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawatokea alayhi salatu wasallam. Faqala, akasema aina almutaalli ala Allah, ni nani ambaye anamwapiza Allah? Nani anamwapizia Allah? Aina almutaalli ala Allah alla yaf'ala alma'rufa, ni nani ambaye anamwapizia Allah kama hatafanya wema? Nani huyo? Faqala ana ya Rasulullah, yule mwana akasema mimi ya Rasulullah. Qala falahu ayu dhalika ahabba, falahu ayu dhalika ahabba, ana khiyari ya kufanya lolote lile ambalo atalitaka. Nini maana yake? Ana khiyari ya kufanya lolote alitaka, yani ay falahu ayu dhalika ahabba, ay lahu alkhiyaru an yaf'ala ma ahabba, ana khiyari ya kufanya analolitaka. Imma an yukhaffifa lahu ad-dayn, imma ampunguzie deni kwa maana achukue baadhi yake, wa imma arifqu bihi fil mutalabati wal ihmal, au amfanyie upole katika kumdai, au al-ihmal, au amsamehe kabisa, au amsamehe kabisa, aliache kabisa deni.
Kwa hiyo katika hii hadithi hiyo al-ahibba ambayo ni muttafaqun alayhi, amepokea Imam Bukhari na Muslim, hii hadithi inatufundisha kwamba yani kwanza at-taalli ala Allah la haifai, kumwapizia Allah haifai, kwa sababu inaweza kukusababishia kuingia motoni, na hasa ikiwa imekupelekea kuiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusema kwamba wallahi la yaf'alu Allahu kadha wa kadha, inaweza kupelekea motoni. Kama yule bwana ambaye alikuwa anamuona mwenzake anafanya madhambi na makosa, akasema, akawa namnasihi mara kwa mara, namnasihi, mwishoni akasema Allah hatakusamehe, wallahi la yaghfir Allahu lak, Allah hatakusamehe. Huyo akasema da'ani ma'a rabbi, niache na Mola wangu. Yani mambo ya kujikundimani swala kuingia katika mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kwa nini unaomba kwamba Allah hatakusamehe? Wewe ni nani mpaka useme Allah anamsamehe anayemtaka? Naona hapo, na ghadhabu za Allah sio nyingi kama vile rahma. Inna rahmati ghalabati ghadabi, huruma yangu imeizidi hasira yangu. Yani ghadhabu ya Allah na hasira zake ni chache kuliko nini? Kuliko ile huruma. Huruma ni kubwa. Wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehema yangu na huruma yangu imekuwa ni pana, inakinia kila kitu. Sasa wewe kwa nini useme kwamba Allah hata kusamehe? Mahma adhnaba al-insan, yoyote vile mtu atakapofanya madhambi, wasara mudhniban, akawa anafanya madhambi mbalimbali, wewe tu lako ni nasaha, bwana umefanya hiki, bwana umefanya hivi, inama alika albalagh, ni kufikisha tu. Lakini kusema kwamba wewe utaingia motoni, wewe utafanya kadha, hiyo sio mamlaka yako, hiyo sio mamlaka wala sio nafasi yako. Hiyo ni nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi ya kwamba mtu anaingia peponi au anaingia motoni, au ni mambo ya Allah. Isipokuwa unaweza kumwambia mtu kwamba kosa hili unalolifanya ni katika sababu ya kuingia motoni. Tumeona vizuri hapo. Walad hadha alwalad hadha walad ijlis jayyida, kaa vizuri, kaa vizuri, mfundishe namna ya kukaa vizuri Sheikh. Tayyib, jazakumullahu khaira. Kwa hiyo pale wewe ni kubainisha hukumu kwamba wewe ni mzinifu, mtu anayezinaa ni sababu ya kuingia wapi, lakini sio wewe unaingia motoni. Hapana, la nashhad li ahadin, kama anavyosema Imam Tahawi, la nashhad li ahadin, haifai kumshuhudia mtu yoyote, min ahli al-qibla, katika watu wanaoswali kuelekea qibla, bijannatin wala nar, kwamba ataingia peponi au motoni, illa man shahida lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa yule aliyemshuhudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Khalas, hayo mamlaka huna wewe. Endelea mtu kumlingania na kumwombea dua, na mambo yasonge wapi? Yasonge mbele. Kwa hiyo at-taalli ala Allah la yajuz. Lakini pia katika masala ya deni, mtu ukiwa na mdai akiwa kweli hana, inabidi umfanyie subira. Achana na yule ambaye ni mumatil, cha kulipa anacho lakini hataki kulipa, huyo inabidi ashtakiwe kwa kadhi. Lakini yule ambaye ana ugumu, yani hawezi kulipa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fanadhiratun ila maisara, huyo inabidi ni wajibu. Fanadhiratun, naona fanadhiratun in almasdar النائب عن ماذا؟ عن اسم ماذا؟ عن المصدر النائب عن ماذا؟ inaitwaje hiyo katika usul? Dhakiruni walad, haufanyi muraja. Almasdar an-naib an fi'l amri ni masdari ambayo imekaa sehemu ya fi'l amri. Kwa hiyo fanadhiratun ila maisara ni wajibu kumsubiria mpaka apate, mpaka wakati wa kupata, mpaka apate wepesi.
ni yule ambaye unamdai lakini hana uwezo. Huu ni wajibu kumfanyia nini? Kumfanyia subira. Almasdaru naibu an fi'li al-amri, hii yani maana yake ni katika alfadhu al-amr, wal amr yaqtadi madha? Yaqtadi al-wujub, wa hiyo faradhiyatun ila maisara, ni wajibu kumfanyia subira mpaka apate nini? Apate wepesi wa kulipa. Lakini basi unamfanyia subira, basi mdai kwa upole, au mpunguzie nini? Mpunguzie deni. Unaweza kumpunguzia deni, au ukamwambia akakupa kitu kingine, ulikuwa unamdai pesa, ukamwambia basi nipe hii baiskeli yako tumalizane. Tumeelewana vizuri hapo? Au ukawa unamdai shilingi 15 ukasema na kusamea 5,000 kwa sasa hivi, nipe shilingi 10,000, akakulipa hapo kwa hapo, ukaacha baadhi ya nini ya haki yako. Yote hiyo ni katika islah, yote hiyo ni katika islah, kama inavyoeleza katika vitabu vya nini vya fiqh. طيب. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو ابن عوف كان بينهم شر. ilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Bani Amri walikuwa na mzozo. Sharr, kulikuwa na mzozo, walikuwa na matatizo, sindofahamu kati yao. Na katika baadhi ya riwaya shay'un kana bainahum shay'un, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Mtume sallallahu akatoka kwa lengo la kuwafanyia sulhu, kuwasuluhisha ili kuondoa ule mzozo na wale waliokuwa nazana nao. Fa hubisa Rasulullah sallallahu wa hanat salah, akawa amezuiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimzuia ili wamkirimu. Fa hubisa ay habasuhu liyukrimuhu, walimzuia ili wamkirimu, wamfanyie dhifa. Tumefahamiana vizuri hapo? Mpaka wakati wa swala ukafika, Mtume bado hajarudi Madina, hajarudi katika msikiti wake. Fajaa Bilalu ila Abi Bakr, akaja Bilal kwa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma, yani Abu Bakr wa Bilal. Faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa, asema ewe Mtume wa Allah, hakika Mtume sallallahu amezuiliwa. Wa hanati salah, swala shafika. Fahal laka an ta'umma almuslimin au annasa, je unaweza kuwaswalisha watu? Qala na'am in shi'ta, akasema naam ikiwa utataka. Fa aqama Bilal sala, Bilal akawa amesimamisha swala. Wa taqaddama Abu Bakr fakabbara wa kabbara an-nas, akatangulia Abu Bakar akatoa takbira na watu wakawa wametoa takbira. Wajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufufi hatta qama fi as-saffi, akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Abu Bakar yashaanza kuswalisha, akaingia katika safu alayhi salatu wasalam, hatta qama fi as-saffi, mpaka Mtume akasimama kwenye safu. Fa akhadha an-nasu fi at-tasfiq, watu wakawa wanapiga nini? Makofi. Yani kwa hivi tasfiqi, anashika kiganja cha kulia anapiga juu ya nini? Juu ya dhahir, juu ya kiganja cha upande wa kushoto, yani sio ndani ya kiganja, ndani ya kiganja cha kulia anapiga juu ya kiganja cha nini? Cha kushoto, kwa namna hii. Jayyid. Naam, sio hivi. Ni tumeelewana vizuri ya mashaka wangu? Naam. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi, Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa hageuki kwenye sala yake. Kwa hiyo wale walipopiga makofi Abu Bakar hakugeuka, alibaki vile vile. Fa akhadha an-nas, na'am, walamma akthara an-nas at-tasfiq altafata, watu walipozidi kupiga makofi akageuka. Fa idha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ghaflatu, akamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha al-fidaiyya, hii ni idha al-fidaiyya. Fa ashara ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaamuruhu an yusalliya, Mtume akamwashiria Abu Bakar, anamwamrisha aendelee kuswalisha. Farafa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fahamida Allah, Abu Bakar akanyanyua mikono yake
akawa amemhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii amethibiti yadahu katika Bukhari, yadayhi fahamidallah wa raja'a al-qahqara, akarudi nyuma kinyume, yani bila kuangalia nyuma. Faraja al-qahqara waraahu hatta qama fi saf, akarudi kinyume, yani nyuma yake mpaka akasimama katika safu. Qahqara kwa maana anarudi nyuma lakini bila kugeuka, bila kufanyaje, bila kugeuka, mpaka akasimama kwenye safu. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akawa ametangulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasalla linnas, akawasalisha watu. Falamma faragha aqbala ala an-nas faqala, Mtume alipomaliza aliwageukia watu akasema, ya ayuha an-nas ma lakum, enyi watu mna nini? Hina nabakum shay'un, pale kilichokupateni kitu, fi salati, katika sala, akhadtum min at-tasfiq, mkaanza kupiga makofi. Innama at-tasfiqu lin-nisa'i, hakika kupiga makofi ni kwa ajili ya wanawake. Wanaume hawapigi makofi. Hata wakifurahi wanaume hawapigi makofi. Wakifurahi wanaume wanasema Allahu akbar. Tumeona vizuri hapo. Lakini katika swala, man nabahu shay'un fi salati, yoyote yule ambaye kitampata kitu katika sala yake, falyaqul, aseme subhanallah. Kwa hiyo kiwa unasali nyuma ya imamu, unataka umfungulie, kwa mfano amezidisha rakaa, utasema subhanallah. Je, akikosea sura, unamfungulia kwa kuisoma vile ambavyo vinavyotakiwa. Mashi, unaisoma kama vile ambavyo vinatakiwa, ili na yeye asikilize hivyo. Yani kwa maana akikosea, yani baadhi ya shabab akisikia imamu, mathala imamu akikosea, anamrudisha nyuma kidogo. Sasa hapa tu katika kufanya muraja, hapa tupo katika namna ya kwamba tunafanya muraja, au labda hii ni juzu darsa au ni juzu muraja. La, yani pale akikosea, wewe mkosoe moja kwa moja, pale parekebishe moja kwa moja, au yeye anyoke. Ndio maana yake, ajue kama anakosea wapi. Kwa hiyo asema subhanahu, fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul, fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa iltafata. Hata umsikia mtu yoyote anasema subhanallah isipokuwa atageuka. Ya Abu Bakar, kisha akamwambia Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas, ni jambo gani limekuzuia kuendelea kuwasalisha watu? Hina ashautu ilaika, nilipokuashiria wewe. Angalia adabu ya Abu Bakar as-Siddiq, siddiqul umma, mkweli kuliko watu wote baada ya manabii na mitume ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Allahumma rضى عن الخلفاء الراشدين. Abu Bakar, angalia alipokuwa na adab na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasemaje Abu Bakar, ma kana yanbaghi ibn Abi Kuhafa, haikutatikana kwa ibn Abi Kuhafa ayusalli bin nas, kuwasalisha watu baina yadi Rasulillah, mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haifai kwa ibn Kuhafa akamtangulia Mtume awasalishe watu, Mtume yuko nyuma, haifai. Ma kana yanbaghi ibn Abi Kuhafa, haitatikani kwa ibn Abi Kuhafa ayusalli bin nas, kuwasalisha watu baina yadi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa yuko mbele ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muttafaqun alayhi. Tayib, haya maneno haya mnaweza kukumbuka, haya maneno masahaba waliwahi kuyasema kwa haki ya Abu Bakar. Waliyasema kwa haki ya Abu Bakar. Abu Bakar anasema, mimi siwezi kuwaswalisha watu, na wakati hao watu nao waongoza katika swala kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi kulifanya hili. Tumeona vizuri mashekhi, siwezi nikalifanya. Lakini pia masahaba waliwahi kulisema, jumla ya masahaba waliwahi kulisema kwa haki ya Abu Bakar. Ni katika sehemu gani? Maashara ahli ya ahli sunnah wal jamaa, ayuha salafiyun, ismu gani? Man yaqul? Naam, Sheikh bwana harusi, wakati wanamtafuta khalifa. Allahu akbar. Wakati wanamtafuta khalifa, mashekhi wangu,
baada ya kuwa wamekusanyika katika Saqifa Bani Sa'ida wali Ansar, na Abu Bakar alijua hilo, na Umar na Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Walipopenda kwenda kule, wanataka wajue khalifa ni nani baada ya mtume. Ansari wao wakasema kwamba minna imamu wa min ikhwanina almuhajirina imamu, yani sisi Ansar tutakuwa na mtawala wetu, lakini na ndugu zetu muhajirina nao pia watakuwa na nani qulu, na wao watakuwa na imamu. Sisi swali linakuja, na ahlul Yaman na ahlul Yamama na ahlul Jidda, isema mbona haliwezekani hapo? Ikabidi sasa Abu Bakar akasema jambo haliko hivyo. Mbona hili jambo la ukhalifa mtume alilibainishaje? Unakumbuka wewe Saad bin Ubada ambaye hao Ansari walikuwa wanataka huyu Saad ndo awe kiongozi wao. Unakumbuka wewe Saad, siku moja tuko msikitini, ulikuwa umekaa sehemu fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ukhalifa ni kwa Makuraishi na amwa sio kwa Makuraishi, ni mawaziri. Unaikumbuka hiyo? Yani hapa ni kukumbushana au unasemaje mashaka wangu? Saad akasema bwana, nakumbuka hilo swala, naikumbuka, ni kweli mimi nilikuwepo na nilikuwa nimekaa sehemu hiyo. Kwa hiyo basi khalas, kama kadhia ni hiyo, hapa kuna Makuraishi wawili, mimi mwenyewe watatu, Abu Bakar, kuna Umar na kuna Abu Ubaida. Mimi nakuchagulieni kati ya Umar na Abu Ubaida, mchagueni mmoja awe ni khalifa, kadhia imeisha. Umar akasema haka, mimi siwezi kuwatawala watu ambao ndani yao kuna Abu Bakar. Na Abu Ubaida akasema mimi siwezi kuwatawala watu ambao ndani yao kuna nani? Kuna Abu Bakar. Haiwezekani swala hilo. Mimi haya maneno aliyosema Abu Bakar ndiye alisema kwa haki yake. Hapo watu wote wakamiminika, wakaanza kumpa bai'a nani? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisha Abu Bakar akaenda akasimama mimbari, wakati wa watu wakampa bai'a. Mashia wanasema kwamba akina Abu Bakar sasa hawakumwosha mtume. Ingependeza, mnaonaje, inapendezaje kama wenye kumwosha mtume pale angekuwepo Abu Bakar? Hapo kuna Umar, pale kuna Uthman, pale kuna nani? Wale walikuwa wanagombania tu kwenye mambo ya kisiasa wakati mtume anaoshwa. Je, ni kweli au sio hivyo? Bali watu walikuwa wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume alikuwa shabainisha. Je, ya Rasulullah, kwa sababu ina maana mtume asingebainisha, angeoshwa na Abu Bakar na Umar, au mnasemaje mashaka wangu? Kwa sababu ahlul bait walikuwa wanaheshimu sana Abu Bakar na Umar, ahlul bait. Sasa sala lilojitokeza nini? Mtume aliulizwa kabla ya kufa, ya Rasulullah, ukifa nani atakuzika? Akasema rijalun. Ukifa ya Rasulullah, nani atakuosha na kukuvisha sanda? Akasema rijalun min ahli baiti, ni watu katika nyumba yangu. Kwa hiyo hapa anataayan kumwosha mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Atakuwa ni Ali, atakuwa ni Al-Abbas, atakuwa ni wale katika ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ukifa nani atakaye kuzika kuweka kule mwana ndani? Mtume akasema rijalun min ahli baiti, ni watu katika nyumba yangu. Ina maana wale watu katika nyumba yake ndio wataenda kufanyaje? Kumweka wapi? Mune mwana. Lau kama mtume asingesema, inawezekana ime ingepiga kura, au wao wenyewe ahlul bait wangesemaje? Wangesema bwana, nyinyi kwa sababu ndio mlikuwa marafiki zake, basi mstirini mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume yeye ashabainisha, na ndio maana Ali ibn Abi Talib na kina Uthman ibn Affan, kwa sababu hawakuwepo kwenye Saqifa Bani Sa'ida, pamoja kwamba walimpa bei Abu Bakar, hawakuwepo, lakini kwenye Saqifa walilalamika baada ya kuchaguliwa Abu Bakar. Malalamiko yao yalikuwa katika nukta gani? Hayakuwa bwana hamjamwosha mtume wala hamjamzika. Hayo mambo yote yamefanyika, wapo.
kwa sababu kuna watu maalum Mtume ashasema ndio wataniosha. Kuna watu maalum ambao watamweka wapi? Mwanandani. Na kwenda kumzika Mtume, ujue Mtume anazikwa wapi? Hazikwi Kisutu, labda anazikwa au Baqi au wapi, sehemu ya wazi. Anazikwa kwenye chumba ambacho takriban ni 8 kwa 8. Chumba 8 kwa nini? Kwa 8. Chumba 8 kwa 8 ni kidogo, nadhani kinaeleweka. Tumefahamana vizuri hapo? Au jalia chumba cha Mtume kilikuwa ni 10 kwa 10, lakini ilikuwa ni kidogo. Cha Mama Aisha anazikwa kwenye chumba kama hicho. Ina maana wataingia watu wangapi hapo mashikao? Ni watu wachache wataingia. Lakini mpaka Mtume anazikwa tayari Abubakar ni nani? Ni khalifa. Yani wakati Mtume anazikwa tayari Abubakar ashakuwa khalifa kitambo. Ashakuwa khalifa. Mtume sallallahu alayhi Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa masala ya kwamba Abubakar yeye hakushuhudia mazishi, kwa sababu Abubakar alipotoka huko akaingia msikitini watu wakampa bai'a. Baada ya Abubakar alikuwa shapewa bai'a, ndio akazikwa nani? Akazikwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na watu wakajengea ahkam baadhi kama mtawala anapokufa asizikwe mpaka patikane mtawala mwingine, labda kama jambo atakuwa ameshaliwakilisha kama alivyofanya Umar, kama nikifa zisipite siku 3 mwe mmeshachagua mtawala. Kwa hiyo jambo kumbe lina saa. Tumeelewana vizuri mashaka wangu? Haya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amezikwa. Kwa hiyo hilo la kusema kwamba kuanza kutaja kwamba alikuwepo nani, watu walikuwa ni wengi, lakini watakoingia kaburini na mle chumbani, ina maana inabidi watambulizwe nani? Ahlul Bait, kwa sababu wao ndio wataingia wapi? Ndio watakaoingia mwanandani. Sasa swala lilikuwa ni kama hivyo. Kwa masala ya ukhalifa iwa al-ahibba, naona hii kauli nimeona niashirie kwamba Abubakar alisema kwa Mtume, lakini yeye amesema kwa haki yake. Ali akapeleka malalamiko kwamba sisi bwana tumekasirika Muhajirin. Kilicho wakasirisha malalamiko yenu ni nini? Sisi hatuna malalamiko mengi kwamba labda haujazika kuzika, labda ulikuwepo hatujaonana, tulikuwa watu wengi. Kuhusu kuosha tulikuwa watu washaahidishwa kwamba ni Ahlul Bait ndio wataosha Mtume sallallahu alaihi wasallam, watamosha Mtume alayhi wasallam. Lakini malalamiko yetu sisi, mbona mmetutenga kwenye kuchagua, hatuja kuwepo. Anayasema maneno haya anayasema nani? Anayasema Ali ibn Abi Talib na akina Zubair na wengineo katika Muhajirina, akina Uthman ibn Affan na wengineo. Abubakar akamwambia swala namna tulikuwa, kama jambo lilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa leo kama isingekuwa hivi ingetokea fitna katika umma. Wakasema kweli. Kisha Ali na Zubair wakasema hivi, lau kama sisi tungekuwepo pia tusingechagua isipokuwa nani? Tusingechagua isipokuwa Abubakar. Fa innahu la sahibu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yeye ni sahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ana suhba khasa. Kuna ile as-suhbatul khassa na kuna as-suhbatul amma. Yani masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wao wenyewe Abubakar walikuwa wanamuita sahaba wa Mtume. Yani hii ni as-suhbatul khassa. Tumefahamana vizuri hapo. Na yeye ndiye aliyetajwa kwenye Qur'ani akiwa peke yake. Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi, huyu ni Abubakar, la tahzan. Sasa akasema huyu ni sahibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika tunajua ubora wake na fadhila zake wa maila dhalik. Akayataja haya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akhwani ni nyingi na masala ya haya ya riwayati kuhusiana na Mashia, yani yako nyingi, na katika riwaya za ukhalifa na kwamba Abubakar alikuwa anastahili kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi riwaya zipo nyingi, lakini tuishie hapa kwa leo kwa sababu kuna dharura kidogo ambayo ipo, lakini ilikuwa kwamba tuendelee mpaka dakika 20 kwa nia kwamba tusome milango hii miwili, lakini kuna dharura kidogo. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa insha Allah tabaraka wa taala. Nasallallahu azza wa jalla ay yuallimana ma yanfa'una wa ay yanfa'na bima 'allamana wa ay yazidana ilma
wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.